عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Namshukuru Allah ambaye ameumba umauti na akaumba uhai. Umauti na uhai Mwenyezi Mungu kauumba kwa ajili ya kutupima sisi ni nani atakayekuwa na matendo mema. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza katika maneno yake, lau kama tutayazingatia na kuyafikiria, basi tutaishi vizuri katika maisha yetu ya dunia na akhira. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kafaa bil mauti wa'idha, kwamba mauti yatosha kabisa kuwa ni mawaidha, huwa ni mazingatio kwa yule mwenye kukaa na kutafakari. Yako mengi ambayo tunaweza kuzingatia katika swala la mauti, yako mengi sana, lakini moja ambalo ningependa kulizungumza hapa ikawa ni moja katika ukumbusho wetu juu ya jambo hilo, kuzingatia au mazingatio yanayopatikana katika kifo. Mama yetu hapa tumemtoa huko tulipomtoa, tukaja hapa tukamweka katika sehemu nyembamba kabisa, na sote ambao kaburi ilikuwa linachimbwa tunaona hapa, tumeona kwamba imechimbwa kaburi ikafika sehemu fulani kukachimbwa kashimo kingine kanaitwa mwanandani. Kale mwanandani ndo anawekwa maiti kwa ubavu wake wa kulia, sawa? Ni sehemu ndogo sana ndio anawekwa, lakini sehemu pana ni kawaida tu, imewekwa udongo basi, lakini sehemu ndogo sana. Ndio mwanadamu maisha yake katika hii dunia ni mfano, kwamba wewe una riziki yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakupangia, una muda wako wa kuishi ni mchache mno, vyovyote tutakavyoishi, lakini unaishi kwa muda mfupi sana. Maisha yetu sisi ni kama kutoka alasiri kwenda maghrib. Sasa sehemu ndogo ambayo unawekwa ubavu, unalalia ubavu wako katika ardhi, ukikaa na kutafakari, leo katika dunia tunajenga magorofa, tunajenga majumba makubwa, vitanda vinakuwa vikubwa, si ndio? Chumba cha kulala kikubwa kipana, mashallah, lakini unalalia sehemu ndogo sana. Mwanadamu huyo. Lakini huyu mwanadamu ambaye analala sehemu ndogo sana ya ardhi, leo watu wanauana kwa ajili ya kugombania ardhi, si ndio? Leo watu wanauana kwa ajili ya kugombania ardhi ambayo kila mmoja anatamani amiliki. Miliki utakavyomiliki ndugu yangu, lakini ardhi ambayo utamiliki wewe ni ubavu tu, sawa, wa tambo moja tu katika mkono hii, au koleo moja ndio ya kwako. Kwa hiyo ndugu zangu, katika mazingatio tunayoyapata sisi katika hii dunia, tuna muda mchache, kila kitu kichache, nafsi yetu ni dhaifu, lakini tutambue wazi kwamba katika hii dunia tumeletwa kwa lengo maalum la sisi kufanya ibada. Vyovyote tutakavyoishi, lakini kikubwa ambacho unatakiwa kuzingatia ni ibada. Ukizingatia mauti, ina maana unatakiwa ujifunze kwamba kufanya mema sana. Ukiafikiria mauti, kujifunza katika mauti au kifo cha ndugu yako, ina maana kuyakimbia maasi ambayo ulionayo hivi sasa. Kama wewe ni msema uongo, kama wewe ni mfitinishaji kwa watu, wanafitinika kwa ajili ya ulimi wako, kama wewe ni husuda imekutamaki katika moyo wako, kama wewe zina, kama wewe uongo, kama wewe kila aina ya maasi, kama upo katika maasi hayo, ni wakati wa kuondoka unapoona kifo cha ndugu yako au cha mwenzako. Kafaa bil mauti wa'i. Kama wewe ni mvivu wa ibada, tariku sala, utaki sala, utaki kusimamisha swala, ni wakati sasa unapoona kifo cha mwenzako kurudi katika swala. Hakuna kitakachomnufaisha mwanadamu katika maisha ya kaburi yake na baada ya kutoka katika kaburi yake
hata kama tutakaa na kusoma dua, tutakaa na kusoma dua na kufanya nini na kila aina ya visomo tutafanya, lakini kama mtu alikuwa hana matendo mema hayawezi kumsaidia chochote.